Mazito yameibuka kumuhusu Samia Suluhu na serikali yake na jinsi wanatoa wananchi maskini kafara. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kauli iliyosambaa kwa kasi mitandaoni kiuzishwa na jina la Pamela Masai imechoma hisia za taifa kwa namna ambayo kauli nyingi za kisiasa hazijawahi kufanya kwa miaka ya karibuni. Maneno hayo yanayoeleza kuwa chama cha CCM kinatumia umaskini wa Watanzania kujinufaisha na kuwaonga 5,000 isiyoweza kununua hata kilo moja ya nyama yameguza kiini cha maisha ya watu wa kawaida. Haikuwa kauli ya kitaalamu wala hotuba ya jukwani, bali sentensi rahisi iliyoibua hasira, uchungu na mjadala mpana kuhusu uhalisia wa maisha chini ya mfumo wa kisiasa uliopo. Ndani ya maneno hayo kulikuwa na kilio kilichofichika cha mamilioni ya wananchi wanaohisi kudharauliwa na kutumika kama takwimu za uchaguzi. Nguvu ya kauli hiyo haikutokana na jina iliyouzishwa nayo pekee, bali kutokana na ukweli unaoishi kila siku kwenye masoko ya Tandale, mitaa ya Buguruni, mabanda ya Mwanjelwa na vijiji vya pembezoni mwa Tanzania. Gharama za maisha zimekuwa zikipanda kwa kasi isiyolingana na ongezeko la kipato cha wananchi. Bei ya nyama, chakula ambacho zamani kilikuwa ishara ya mlo wa kawaida haswa kwa familia nyingi, sasa imekuwa anasa kwa watu wengi wa kipato cha chini. 5,000, fedha inayotajwa mara kwa mara katika kampeni za kisiasa kama msaada au zawadi, imekuwa ishara ya udhalilishaji wa maisha ya wananchi wa kawaida katika mazingira ya mfumuko wa bei unaoendelea. Kwa miongo kadhaa umaskini umekuwa tatizo sugu nchini Tanzania licha ya ahadi zisizokoma za maendeleo. Na tangu enzi za Azimio la Arusha, taifa lilijenga simulizi la usawa wa haki ya kijamii, lakini kadri miaka ilivyopita, sera za soko huria na utegemezi wa mikopo ya kimataifa zilianza kubadilisha mwelekeo wa uchumi. Mageuzi ya kiuchumi ya miaka ya 90 yalileta matumaini ya ukuaji, lakini pia yalipanua pengo kati ya wachache wenye uwezo wa wengi wanaopambana kuishi. Ndani ya muktadha huu, CCM iliendelea kushikilia madaraka kwa kujijengea taswira ya chama cha wanyonge, huku ikitumia mtandao wake mpana wa kisiasa kufika kila kona ya nchi. Katika chaguzi mbalimbali, tuhuma za matumizi ya misaada midogo kama mbinu ya kisiasa zimekuwa zikijirudia. Chakula, fedha taslim, fulana na ahadi za haraka zimekuwa sehemu ya mkakati wa kujijengea uungwaji mkono katika maeneo yenye umaskini mkubwa. Wakosoaji wameeleza kuwa mbinu hii haikusudii kutatua matatizo ya kimuundo kama ukosefu wa ajira, mishahara midogo na huduma duni za jamii, bali inalenga kudumisha utegemezi wa kisiasa. Ndio maana kauli ya 5,000 imechukuliwa kama muhtasari wa uhusiano huu wa muda mrefu kati ya chama tawala na wananchi maskini. Wapo wanaotetea CCM wakisisitiza kuwa serikali imekuwa ikitekeleza miradi ya maendeleo, kuanzisha mipango ya ruzuku za kijamii na kuwekeza kwenye miundombinu mikubwa kama reli na barabara. Hata hivyo, hoja hizi hukutana na ukuta wa uhalisia wa maisha ya kila siku, kwamba mwananchi anapoamka asubuhi na kushindwa kumudu chakula cha mchana, au mzazi anapolazimika kuchagua kati ya ada ya shule na chakula cha familia, basi miradi mikubwa ya kitaifa huonekana kuwa mbali na mateso yake ya moja kwa moja. Hali imezidisha hisia kwamba maendeleo yanayozungumziwa hayashuki chini kwa wananchi wa kawaida. Kauli iliyouzishwa na Pamela Masai imefanya kazi kama kioo cha jamii, ikionyesha hasira iliyokuwa imejificha chini ya ukimya wa muda mrefu, na hii hasira iliyochochewa na hisia kwamba sauti za wananchi hazisikiki ipasavyo katika maamuzi ya kisera. Na katika miaka ya karibuni, nafasi ya mjadala wa wazi imezidi kupungua kupitia sheria na vitendo vinavyodhibiti uhuru wa kujieleza. Wapinzani wa kisiasa, wanaharakati na wanahabari wamekumbana na mazingira magumu, na hali ambayo inasababisha malalamiko mengi kubaki kwenye mitandao ya kijamii kama njia mbadala ya kutoa sauti.
Ndani ya Afrika Mashariki, Tanzania imekuwa ikilinganishwa na majirani zake kuhusu hali ya demokrasia na haki za kijamii. Ripoti za mashirika ya haki za binadamu zimegusia masuala ya uhuru wa kisiasa, uchaguzi na matumizi ya dola. Ingawa sehemu imekuwa ikikanusha au kupunguza uzito wa ripoti hizo, mjadala wa undani unaoibuliwa na kauli kama hii unaonyesha kuwa tatizo si mtazamo wa nje pekee, bali uhalisi unaonekana na wananchi wenyewe. 1500 imekuwa ishara rahisi lakini kali ya pengo kati ya sera zinazotangazwa na maisha yanayoishiwa na watu. Mjadala huu pia umeibua swali pana kuhusu aina ya siasa inayohitajika katika karne ya sasa. Siasa zinazotegemea kugawa misaada ya muda mfupi haziwezi kujenga uchumi endelevu wala heshima ya raia. Wananchi wanaposema wazi kuwa hawahitaji ahadi wala zawadi ya haraka, bali sera thabiti za ajira, mishahara yenye staha na huduma bora, ujumbe huu unapaswa kusikika kama onyo, si kama propaganda. Na kauli ya Pamela Masai imebeba ujumbe huu kwa lugha ya moja kwa moja isiyojificha nyuma ya takwimu za kitaalamu. Na kwa CCM, mjadala huu ni changamoto kwa simulizi lake la kihistoria kama chama cha watu wa kawaida. Na katika mazingira ya mfumuko wa bei, ukosefu wa ajira kwa vijana na ongezeko la gharama za maisha, chama kimetawala kwa muda mrefu kinayowajibika zaidi kutoa majibu yanayotokana katika maisha ya watu. 1500 kama ishara inawakilisha kushuka kwa thamani ya uhusiano kati ya uongozi wa raia. Inawakilisha hisia kwamba kura ya mwananchi inathaminiwa kwa kiwango kidogo kuliko gharama halisi ya maisha yake. Na mwisho wa yote, mjadala huu unaonyesha wazi kuwa umaskini si neno kwenye hotuba wala takwimu kwenye ripoti za serikali. Ni hali halisi inayogusa heshima, afya na mustakabali wa mamilioni ya Watanzania. Na kauli kama hii, iwe mtu anakubaliana nayo au la, imefungua mlango wa majadiliano ambayo yalikuwa yamebanwa na hofu na ukimya. Mustakabali wa Tanzania utategemea kama ujumbe huu utachukuliwa kama kero ya mtandaoni au kama ishara ya hatari inayohitaji mabadiliko ya kweli ya kisera. Ukosefu wa hatua madhubuti utaendeleza mzunguko wa umaskini na utegemezi wa kisiasa, huko kizazi kipya kikikuwa katika mazingira ya kukata tamaa, kimya, hofu na kutojali vile vina gharama kubwa kwa taifa linalotaka maendeleo ya kweli. 1500 inaweza kuwa ndogo mfukoni, lakini ujumbe uliobebwa na mjadala huu ni mzito kwa mustakabali wa Tanzania. Na kama sauti hizi zitaendelea kupuuzwa, basi taifa linaendelea ama litaendelea kujenga utulivu wa juu ya msingi unaoendelea kupasuka taratibu, na gharama yake italipwa kwa wananchi wanaoishi maisha ambayo hata kilo ya nyama imekuwa ndoto. Ni hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi na uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu kama njia ya kuboost channel hii.